School artists. Attention. Artists. Attention. Artists. Attention. Yes, be quiet. Edgar, welcome for announcement. Good morning, my fellow students. It's a nice moment we met here again, okay? So you have to stay quiet and listen for announcements from the teacher, okay? Ed boy, you're welcome. Good morning, school. Good morning once again. I, as a head boy, I'm going to welcome teacher on duty for announcements. Good morning, school. Yes, ni Jumatatu nyingine ya kitaaluma ambapo tutaanza safari yetu tena katika masuala yetu ya kitaaluma. Kitu tunachowasihi kama wanafunzi ni ushirikiano baina yenu wasichana kwa wavulana. Sina matangazo mengi, lakini kwa muda huu nimkaribishe mkuu wa shule kwa matangazo zaidi kama anayo. Mkuu, karibu. Wanafunzi mjambo? Marhaba, mnaendeleaje? Umependeza kweli kweli. Piga makofi. Asante. Nichukue nafasi hii kwanza kuwapongeza kwa taaluma yenu ambayo imekuwa ni nzuri. Manake kilichotuleta hapa ni nini? Ni nini? Kupendeza kwenu kumetupa neema kwa siku ya leo. Tumepata bahati ya kupata mwalimu mgeni. Kama mnavyojua, tuna changamoto ya walimu, si ndio? Lakini Mungu ametuneemesha, ametupa baraka, tumepata mwalimu mgeni. Nichukue nafasi hii kumkaribisha mbele yenu ili aweze kujitambulisha, aeleze amekuja kutufundisha masomo gani. Mwalimu mgeni, karibu. Wanafunzi mjambo? Asante, mnaendeleaje? Kwa majina naitwa Selemani Myahudi. Nimetokea mkoa wa Morogoro. Nitawafundisha somo la English na Literature. Yes. Ninachohitaji kutoka kwenu, nahitaji ushirikiano, nidhamu na kumtanguliza Mungu katika kila jambo. Amina. Kwa hiyo baada ya vipindi kuwekwa vipindi, tutaanza kusoma kadri atakavyompendeza Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Nadhani mwalimu mgeni tumemsikia, si ndio? Tukiwa kama wanafunzi ni waombe tumpe ushirikiano, sawa? Ili tufanikiwe kwenye jambo letu la kitaaluma, lazima tuonyeshe ushirikiano ili tumpe moyo mwalimu wetu mgeni. Asanteni kwa kunisikiliza. Kwenye geti la Roche kila siku kuna msongamano, wakorofi wanacheka kwa sauti, madarasani kuna vita ya ndoto, wengine wanazunguka na siri, wengine wanapenda Mwakondo Samia atatoka kutuletea mtoto mbichi kama hivi. Acho malaya. Yaani leo tu uzo kumtamani kwambia. Yaani yule mwalimu nishampenda kabisa. Unajua kumind. Nisha-mind kinyama. Hapa lazima ni date naye. Iwe kwa dawa, iwe kwa vyovyote lazima ni date na yule mwalimu. Yeye mtu kafika tu leo usiku kumtamani. Hivi unajua kweli mapenzi?
Inaonekana bado mdogo. Na kuonaga siku zote mtu mwenye maana kumbe una lolote. Yangu punguze basi. Ni leo tu. Yanakuhusu mwenyewe. Yanakuhusu mwenyewe. Ndio kwa ukimwi rafiki yangu. Juu yako. Nikipata faida juu yangu, hasara juu yangu haifishi. Ulisahau daftari langu wazi pale. Wewe unahisia kweli? Jua laingia dirishani linacheza na vumbi. Lakini kama ni mie uliponifundisha maana ya nidhamu na kunionyesha njia hata kama ilikuwa ngumu. Sauti ya kengele bado inalia moyoni. Umemwona? Kavaa vizuri, kachomekea, viatu kapiga. Watu wanalikuja, acha niwanipe maelekezo, niwanyoshe. Acha ni escort mara moja. Lakini wewe unaongea. Tunaongea kuhusu mwalimu. Mwalimu yuko stable. Mwalimu kasomea na akili zake. Yule mwalimu ninavyomuona kwanza amekonda, atakuwa yani asije tuleta chizi kutoka Midembe kuja kufundisha. Yani kaka stick hivi yenyenyeka. Mama wewe mchomeze wanaeta wenyewe nimemuona wewe teacher aise. Na kalivyo kembamba aise. Yawezekana hata akili zake hazipo timamu aise. Ndio teacher akija manetu. Itabidi tumpige maswali magumu ili kumpima nini? Akili. Afu unajua nini mwanangu? Unajua nini? Sisi ni timu moja, tujawahi kufeli. Iwe darasani, wewe Ulayani, wewe taifani. Hata Mama Samia atufahamu. Mama Samia atufahamu hivyo mwalimu. Wasije akaleta tekeleze maswali. Juzi yule mwalimu alifanya nini babu? Usipime mwanangu kwa macho. Wa familia watu wazunguka sana. Ongea sana. Asije akawa kama piga mbele na nyuma wanao. Yaani hapo ndo umetisha mwanangu, hapo ndo umetisha. Hapo ndo umetisha mwanangu. Mjue nini? Huu ndo wakati sasa wa kuanza kusoma. Na vile mwalimu mgeni amekuja afu tena ni mwalimu wa literature. Natumaini sasa kwa sasa tutafaulu vizuri mitihani yetu. Ila kweli mnachosema nyote ni kweli. Mwalimu mgeni anaonekana yuko smart. Anaonekana anajua kufundisha vizuri. Mimi ninachoona tumpe ushirikiano na tuonyeshe nidhamu bora ili tuweze kufaulu kwenye masomo yetu. Unajua wewe masomo Sasa tumefikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Nikaribishe yote mwenye swali. Nani ana swali? Swali lolote lile tu. Basi kama hakuna swali, nawashukuru sana kwa ajili ya kipindi cha leo. Naomba uendelee kutia bidii katika masomo yenu. Sawa? Asanteni sana, tuonane kipindi kijacho. Tutakuwa na somo la literature vijana, sawa? Ndio. Wakati wewe kunisikia neno literature. Mwenye kusikia wewe sikiliza wapi? Hapo shule. Ikiwa inafanyaje? Okay, sawa. Sasa as a form 3 student, I need to introduce topics about tazisoma hapa shuleni. Sawa? Kwa na topic 4. Topic ngapi? 4. Kwa topic 4 ambazo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tukimaliza vizuri mwezi wa ngapi? Mwezi wa 3 au wa 5 tutakuwa tumemaliza hizo topic. Sawa vijana? Ndio. As I said, nilivyosema pale mtarehe, inahitaji nidhamu kwanza. Namba 1 ni mimi na nidhamu, mimi na discipline na kadhalika. Naeleweka vizuri? Kwa nidhamu ni kitu cha msingi katika level ya kujifunza. Okay, topic number 1, we will have only 4 topics. Topic number 1 is introduction to literature. Say introduction to literature. Then second topic is oral literature. Say oral literature. Then third topic is written literature. Say written literature. Ambazo hizi mkisoma hapa tutazungumzia baadhi ya mambo kama what is it, literature, general concept of literature,
then figures of speech and others. Then in this second topic tutazungumzia mambo kama fasihi gani? Fasihi simulizi, sawa? Ndio mambo ambayo tutajifunza, na naamini mtaenjoy sana bili, kwa sababu tutakuwa na michezo mbalimbali, tutakuwa na hadithi kwenye oral literature, tutakuwa na hadithi mbalimbali, na hata kwenye literature hapa sasa mtakuwa mnafanya practical, ambapo kwenye oral literature tutakuwa na mambo kama drama, play, novel na kadhalika na poems, sawa? Na itia hapa humu darasani watatokea wasanii watakao kuwa wanatumbuiza kama Diamond Platnumz. Elewana? Nani ana kipaji darasani? Nyosha mkono. Una kipaji? Tulia. Wewe una kipaji gani? Cha kuimba. Cha kuimba. Wewe unajua kuimba? Ndio. Una kipaji? Ndio. Wewe unataka kucheza? Kipaji kucheza. Kipaji kucheza. Mwingine? Wa mwisho? Ndio. Haya, wewe. Kipaji cha kucheza. Cheza. Haya, tunaona huko mbele cha mwisho. Sasa leo ni siku yetu ya kwanza. Kwa hiyo hatuwezi tukasoma mambo mengi sana. Leo nimekuja kwa lengo moja tu, kwa ajili ya kutambulisha mada ambazo tutazisoma hapa darasani. Tumeelewana? Ndio. Kwa hiyo kutokana na hivyo nimeshawajua na nyinyi mmeshanifahamu, na vile vile nimeshafahamu mada ambazo tutazisoma muda sana, si ndio? Kwa sina budi kusema shukrani sana. Mungu awabariki. Muwe na siku njema. Goodbye. Watu wananikumbuka. Mimi naitwa nani? Watu wanajua literature. Kwenye hii literature tutasoma mada 3. Kwanza introduction to literature. Tulia, oral literature. Hapa tutaangalia mambo mengi. Hapo tutajua wenyewe. Walimu wageni na kiboko mkononi, iliki yetu tamu na chungu roho zetu, enzi za Rosh hazisauliki mioyoni. Ulisahau daftari langu wazi pale, jua laingia dirishani linacheza. Goli gani hilo? Sama yangu, una chuma jana? Chuma gani wakati Chama alipiga tiktaka? Acha kusijia. Angel, naweza kupata maongezi naye? Bila shaka. Pamaliza kazi mwanangu. Chafueni sasa la nyama. Vipi? Something of fun. Nzuri. Hivi unajua Angel? Wewe ni mwanamke ambaye una kila sita. Wewe ni mwanamke ambaye unang'aa kama maua ambayo yanavutia polini. Na kwa unazunguka sana, hebu nenda. Angel, lako usiku. nahitaji nafasi ndani ya moyo wako. Tafadhali. Hakika ukinipa hii nafasi sitochezea hisia zako. Kumbe wewe si wasichana wote hujaona, umezani ukija kwangu nitakubali au? Angel, mbona nisikie ni malaya? Kila anayepita mbele yako huwa unamkubalia. Na sio kumkubalia tu, pia wewe unagawa kwa kila anayepita mbele yako. Kumbe wewe chizi, kwa hiyo ulinitongoza kwa nia kunijaribu, si ndio? Hapana, sio hivyo.
Kwa hiyo kama ni hapana unamaanisha nini? Sio kawaida yako. Sasa sikia nikwambie. Kama unadhani kubali rahisi kila mwanamume kutongoza, kamtongoze kwanza mama yako. Mimi ungesema kumkataa. Mtu malaya. Judy. Samani mara moja. Judy. Abe. Vipi? Poa. Judy. Nakusikiliza. Samani kama nitakuwa nakosea. Naomba niseme ukweli. Unajua Judy, kuna jambo nataka tuzungumze. Jambo gani hilo? Samani kama nitakuwa nakukosea kwa kile ninachoenda kukiongea. Sawa. Judy, wewe ndo malaika unaweza kutibu majeraha yangu. Umeniteka hisia pamoja na akili. Muda wote nakuwaza wewe. Tafadhali, naomba unipe nafasi ndani ya moyo wako. Sasa sikia. Acha ujinga. Na tena sikupendi na sikuhitaji. Kwa heri. Basi mimi nitakuwa na laana, maana sio bure. Kila muda ni wa kukataliwa. Kwa siku moja nikataliwa na wasichana wawili. Ama kweli. Basi niseme tu ni laana. Kwenye geti la Roche kila siku kuna msongamano. Wakorofi wanacheka kwa sauti. Madarasani kuna vita ya ndoto. Wengine wanazunguka na siri, wengine wanapenda kwa macho. Mwalimu mpya ameingia, mwenye nidhamu kali sana. Wale wa kelele wananyamaza, lakini moyo wangu bado unaenda. Ninakuona ukipita, nikasahau hata somo.